Kumbuka Bwana majeshi amekaa kama mtu alitengwa, amekaa kama mtu ambaye hana mbele wala nyuma. Lakini Mungu, wewe ulijua Yusufu akienda Misri, ulijua Yusufu akienda Misri, ulijua Yusufu akienda kwa Farao, ulijua Yusufu akiwa kwa Potifa, ulijua Yusufu akiwa gerezani, ulijua Yusufu akiwa hana chochote. Maisha ya huyu Bwana Mungu ako jangwani, anakaa yatima, anakaa mtu asiye na baba, asiye na mama. Ni kweli watoto wake Bwana majeshi wanamhitaji, ni kweli watoto wake wanamuuliza, baba yetu ni nini ilitendeka? Naomba Bwana mfungulie milango ya Jesus. Ana wazazi, wazazi wake walienda, wazazi wake waliondoka. Kitabu kile cha Isaya 49 na mstari wa 15. Wewe Mungu unasema mzazi anaweza akamsahau mwanae, lakini wewe Mungu hutamsahau mtoto wako wa kiroho. Kumbuka wewe mwanaume, maisha yake kuanzia leo au wamekuwa wakimtumia kama daraja, au wamekuwa wakimtumia kama takataka, au wamekuwa wakimtumia kwa kasi ya mikono yake ili kumnyanyasa. Kuanzia leo Bwana majeshi, isiwe hivyo tena, isiwe hivyo tena, isiwe hivyo tena. Hata kama alikukosea, hata kama alikufanyia nini, hata kama ni jambo gani huyo mwanaume alikufanyia, Bwana majeshi, isiwe hivyo tena, isiwe hivyo tena. Watu wanakula jasho lake bure. Isiwe hivyo tena, watu wanatumia nguvu zake kuangamiza. Isiwe hivyo tena, anawafanyia kazi lakini haoni matunda ya ile pesa. Hata kama alikutendea nini, Mungu Bwana msamehe, msamehe. Hata kama saa zingine anakwasa roho, hata kama saa zingine anaumiza madhabahu, hata kama saa zingine anaenda kinyume. Bwana majeshi, Bwana ulisema dhambi zetu zikiwa nyekundu unaenda kusifanya nyote. Ninaleta dhambi zake mbele zako, ninaleta makosa yake mbele zako, ninaleta chochote anaweza kuwa alifanya mbele zako. Bwana mkumbuke leo, mkumbuke tena. Samsoni alikuomba mara ya mwisho na uliitika. Samsoni alikuita mara ya mwisho na ulijibu. Samsoni alikuambia mara ya mwisho nikumbuke. Bwana kumbuka wewe mwanaume mara hii, in Jesus name. Kama kuna kitu kinamtoa kwa madhabahu na kemea, kama kuna kitu kinamtoa kwa huduma, in the name of Jesus, kila mtu akemee hiyo roho, kila mtu atobe moto kwa huyo mwanaume. Kama kuna kitu kinaiba mawazo yake, katika jina la Yesu tunakiharibu. Kama kuna kitu kinakutoa kwa roho Bwana, in the name of Jesus tunakataa. Roho yoyote inaweza kuwa inatumika ili kwamba maisha yako ikuwe ya kung'ang'ana, roho yoyote inaweza kuwa inatumika ili ukae maisha ya kung'ang'ana, roho yoyote inaweza kuwa inatumika ili uondoke kanisani, ninaikuja in the name of Jesus. Ninayaribu katika jina la Yesu. Ninakurejesha kwa madhabahu haya, ninakurejesha kwa madhabahu haya, ninakurejesha kwa madhabahu haya, ninakurejesha kwa madhabahu haya. Hata kama ni nani alisema utaokoka, hata kama ni nani alisema utahudumia madhabahu, ninafunja, 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 ninaharibu maneno yao. Hata kama walisema utakaa kwa kanisa, ninafunja maneno yao kuanzia leo, in the name of Jesus. Kuanzia leo hautakaa nyumbani tena, hautakaa nyumbani tena, hautakaa nyumbani tena, hautakaa nyumbani tena, hautakaa kwa nyumba tena, in the name of Jesus. Bwana siumukumbuke maisha yake, Bwana siumukumbuke kazi zile anafanya, Bwana siumukumbuke ni mtu ambaye ni mwita, Bwana siumukumbuke anatumikia watu kazi ya bure, anafanya kazi ya kuchoka. Kuanzia leo, kuanzia leo, watoto wako wakikuitisha mkate utawapatia mkate, watoto wako wakikuomba samaki utawapatia samaki kuanzia leo.
Watoto wako hawatakuomba samaki, wapatie nyoka. Watoto wako hawatakuomba mkate, wapatie mawe. Ninaomba kuanzia leo njia zako za kazi zikafunguke. Ninaomba kuanzia leo njia zako za kazi zikafunguke. Ninaomba kuanzia leo njia zako za kazi zikapate kufunguka tena. Iwe ni mchawi alikamata, iwe ni mganga alikamata, iwe ni nani alikamata, ninaomba kuanzia leo kasomesha watoto wako bila kung'ang'ana, in the name of Jesus. Baba Mungu wa Ibrahimu, wa Isaka, wa Yakobo, naomba ukamuondolee kila kikwazo. Naomba ukamuondolee kila evil kapa. Naomba ukamuondolee roho ya kukataliwa. Kama kuna mtu alimwekea roho ya kukataliwa, ninavunja roho ya kukataliwa. Ninavunja roho ya kukataliwa. Enda kesho ukakubalike kwa kazi. Enda kesho ukakubalike kwa hiyo ofisi. Enda kesho ukakubalike mahali pa kazi. Enda kesho ukapokelewe kama kiongozi. Enda kesho ukapokelewe kama mtu wa maana. Enda kesho ukapokelewe kila kazi utaenda. Nimekutuma kazi kuanzia leo. Nimekutuma kwa kazi kuanzia leo. Nimekutuma kazini kuanzia leo. Hautakaa bila kazi tena. Hautakaa bila kazi tena. Nimekutuma kazi leo. Nimekutuma kazini leo. In the name of Jesus. Navunja kila maneno iliyonenwa. Navunja kila ndimi zilizotamka. Naharibu kila ulimi wa giza. Naharibu kila ulimi wa kubomoa. Naharibu kila ulimi wa mchawi. Naharibu kila ulimi wa mganga. Naharibu kila ulimi wa nyoka. Katika jina la Yesu ukafanikiwe. 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 Maono yako. Pokea maono tena. Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Enda ukasaidie watoto wako. Maana msaada utapatikana na kulangana. Enda ukasaidie mke wako. Enda ukasaidie watu wenu. In Jesus name. In Jesus name.